Na umeona utofauti upi katika kusemea klabu za NBC Championship na ligi kuu? Hali ya ushindani kwa katika masuala ya usemaji kuhamasisha yako vipi? Kawaida nilikuwa nimekwenda kufanya utalii kwenye championship. Na wakati nakwenda kufanya utalii wangu kule, niliwahabarisha Watanzania, wanahabari wote nchini, kwamba sisi ni mabarozi wa vilabu vya ligi kuu Tanzania. Tumeamua kushuka huku kwenye ligi ya championship. Tumeshuhudia vilabu kaza wa kaza vilikuwa kwenye ligi kuu, vikatelemka vikao kwenye championship. Havionekani, na vingine vinachukua miaka 20-30 vimo tu kwenye championship, vimo tu kwenye championship. Wengine ndio wameondoka kabisa. Wengine wanaondoka kabisa. Tukasema hapana. Shuka na kuondoka. Tukasema hapana. Ngoja tufanye jambo letu. Tushuke huku tuone. Lakini wakati tunashuka tuna silaha zote. Kwa mliamua kushuka muangalie. Tulikuwa na silaha zote. Mliamua kushuka au ilikuwa ni kwa bahati mbaya? Tuliamua kushuka. Ili mkaangalia kinachoendelea. Na tulifanya usajili kana kwamba tunacheza ligi kuu ya NBC. Usajili wetu ulikuwa nguvu. Strike za wachezaji walipata kwa wakati. Kila kitu kama cha ligi kuu. Hatukutaka kufanya usajili alafu tuambie tuko daraja championship. Wao walilizika kutokana na vile ambavyo sisi tuliwajali. Kwa hata unavyoangalia tumeingia kwa moto sana kwenye championship. Na sasa msimu ujao ligi kuu soka Tanzania bara unaenda kukutana na maafisa habari ambao unasema ni watoto wako. Ndio. Ndani ya ligi kuu. Umejipanga vipi? Uzuri tuna historia kubwa mpira wa Tanzania Mtibwa. Kwanza tumefanya uwekezaji mkubwa sana wa vijana. Naamini kabisa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua mchango wa klabu ya soka ya Mtibwa kuchangia kuwalea vijana, baadaye vijana wanatumikia timu ya taifa ya Tanzania. Siwezi nikawataja, wanafika hata 1000. Tumefanya uwekezaji mkubwa sana. Tunakaa na mchezaji kuanzia miaka 14, 15, 16 mpaka nafika 20. Na mmetoa wachezaji wengi katika hizi klabu kongwe. Wengi sana. Na vilabu vingine hawezi kufanya hivyo. Sisi tunatengeneza sukari kule. Tunalima wenyewe mua, tunatengeneza sukari, tunauza kila siku na lazima unywe chai asubuhi. Lazima. Sasa ile pesa ambayo tunaipata tunaipeleka wapi? Tunaona lazima tutengeneze namna ya kuchangia nchi hii. Tuweze kuwalea hao vijana ambao wanazurura mitaani, tuwakusanye, tuwape maisha bora. Na ndio mafanikio. Kwa hiyo tunarudi kwenye ligi kuu. Tumefanikiwa kurudi kwenye ligi kuu. Hapa tulipo sio stake yetu. Sisi stake yetu ni kuitwa mabingwa wa ligi ya championship. Ndio heshima yetu. Tutacheza mchezo mwingine wa mwisho kule kwenye mashamba ya miwa. Huo ndio utakuwa mchezo dhidi ya Kiluvya. Na baada ya mchezo wetu, bahati nzuri leo nilipata kufanya mazungumzo na mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya Superdao. Mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya Superdao. Nimezungumza naye. Ametupokea vizuri. Na niseme tu siku ya mwisho ya tarehe 10 Mei tunamaliza dhidi ya Kiluvya. Baada ya mchezo wetu kumalizika, mnaenda kupambana. Itakuwa na timu mbili. Mgeni rasmi mwanamichezo nguli kwenye soka ya Tanzania, Alhaji Adam Kigoma Marima, mkuu wa mkoa wa Morogoro. Tutalika mkuu wa wilaya Mvomero. Tutalika makatibu tawala na wageni wengine. Tutafanya hafla ya kuwapongeza vijana na kupata chakula kwa pamoja kwa kazi nzuri. Nakumbuka waziri mkuu alikuja kabla kuanza ligi kule Morogoro. Kwenye ripoti ambayo alisoma
Alhaji Adam Kigoma Malima, mkuu wa mkoa, pamoja na taarifa ya kushuka kwa klabu ya soka Mtibwa. Alipata mshituko Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Baada ya ripoti akampa maagizo mkuu wa mkoa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua mchango wa klabu ya soka ya Mtibwa kwenye soka ya Tanzania. Wamefanya uwekezaji mkubwa, wanalea vijana. Sisi serikali sasa tunakutuma mkuu wa mkoa wa Morogoro, shirikiana na taasisi zinazohusiana na masuala ya michezo na uongozi mzima wa kiwanda cha sukari Mtibwa, kuunganisha nguvu kuhakikisha klabu ya Mtibwa haipotei. Kwa hiyo naamini, nasema itakuwa furaha sana kwa mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima kuona Mtibwa imepanda. Kwa maana kile alichoagizwa ametekeleza maagizo ya serikali. Na naamini tutakwenda Dodoma kuongea na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano kwa kile ambacho alimwagiza ametekeleza. Lakini utekelezaji wake alitushauri, alituunga mkono kwa namna yoyote. Alitusii, aliongea na walimu na wachezaji. Leo tunafurahia kurudi kwetu. Tuangazie sasa kwa msimu ujao ambapo tuseme mmeshapanda msimu ujao mkishiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Kuna vijana wengi ambao mmewatoa Mtibwa Sugar, ukiwepo ndani ya kosti ya Mtibwa Sugar, klabu ya Mtibwa Sugar kwa kipindi kirefu. Vijana mliowatoa hapo kwenye klabu mbalimbali, tukiangalia kina Dickson Jogo, kina Nelson Kibabage, wamekuwa kizinufaisha hizi klabu. Kwa upande wenu nyie, jicho lenu, wengi wakisema kwamba klabu ya Mtibwa inazalisha wachezaji, lakini kabla hamjashuka mmekuwa hakuna muendelezo mzuri wa timu. Ili unahisi sasa mtakijengaje kama mtu ambaye umekuwa ndani ya Mtibwa kama kiongozi kwa kipindi kirefu? Mipango mikakati kuhakikisha kwamba sasa msimu hii tunaijenga timu na sio kutoa wachezaji. Ni kweli nimekuwa nikizungumza na wachezaji wangu mara nyingi sana. Wako tayari kusalia ndani ya Mtibwa na wamepambana kwa nguvu zao zote. Walionyesha uzalendo wa kupandisha timu, wamefanikiwa. Kwa vile wamefuja jasho, wametoka jasho, sisi hatutawatupa wale watu. Nadhani masuala mengine zaidi yako kiufundi. Masuala mengine yako kiufundi. Siwezi kumwingilia mwalimu Awazi Juma Maniche pamoja na Shaban Musa Nditi, Dickson Daud Mbekie ambao ndio wamepigana kuifanya Mtibwa hapa. Inawezekana kuna sehemu wanahitaji kupata watu wengine wenye uzoefu ili kuwa na kikosi imara kwa ajili ya msimu ujao wa ligi kuu ya NBC. Na mkiangalia sasa wachezaji ambao wako kwenye klabu mbalimbali Kongo, tunasema ambao wamekuwa ni moja wa wachezaji ambao wamepelekea hata soka letu kuweza kujitangaza zaidi na soka kuendelea kukua. Mnajivunia vipi kama Mtibwa Sugar? Kwetu furaha, sababu mtu anayetoka Mtibwa anakwenda vilabu vingine, sababu anatutangaza sisi Mtibwa. Kwa bahati nzuri leo nimeonana na Radak Chasambi, mwanangu, mtoto wangu. Nilikuwa namfariji sana katika maisha yake ya kimpira wakati yuko Mtibwa. Nilikuwa namwambia, leo umenifurahisha kijana wangu, lakini nataka uongeze, unitamanishe zaidi. Wako wengi kina Dickson Daud, Dickson Job. Kijana wangu ambaye ameweza kutii maelekezo yangu. Nilikuwa naye karibu sana. Sio kocha, lakini baada ya mpira huwa nakaa na vijana wangu. Wale ambao nanisikia leo wamefika mbali.